Tunakushukuru Mungu kwa sababu uko pamoja nasi katika ibada hii. Baba, asante kwa
sababu umetupa kibali cha kuketi usoni mwako na kupokea makusudi yako ambayo umekusudia kuandika kwetu Bwana. Asante Mungu kwa sababu tuko tayari watoto wako. Tunafungua mioyo yetu kupokea kutoka kwako Mungu wetu. Tunamkabidhi mchungaji wetu mikononi mwako. Anapoleta neno lako Bwana, ukasimame naye Mfalme. Neno lako likatujenge, likatuponye. Baba, asante kwa sababu utatubariki sisi sote. Asante kwa sababu utabariki hata wale watakaofuatilia maneno haya katika mitandao ya kijamii Bwana. Wote wakafunguliwa wanapoangalia, wote wakafunguliwa wanaposikiliza. Baba, tunakushukuru kwa sababu utaendelea kutenda, utaendelea kuonekana kwa kanisa letu la Yerusalemu. Ibada hii Mungu tunaiweka wakifu mikononi mwako, ukaibariki na kuitukuza. Tunaomba tukishukuru kupitia jina lako takatifu Mungu wetu. Amen. Amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ibada hii. Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 11 2025. Jumapili iliyopita kulikuwa na somo lenye kichwa kinachosema Yesu ni jibu la upepo wa mbisho. Kwa kweli Mungu alitubariki. Au mnasemaje wana Yerusalemu? Kwa ni ibada ya baraka yenye uwepo wa Roho Mtakatifu. Na hata nilipokea shuhuda za watu wa Mungu waliokuwepo. Nilipigia simu na wakaeleza shukrani zao mbele za Yesu na jinsi alivyokutana nao kwenye ibada hiyo ya Jumapili. Najua wapo wengi tu ambao Yesu aliwagusa, kukutana nao, alileta majawabu. Na sifa na utukufu zibaki kwake Yesu. Leo tuna ibada mbili. Ya kwanza ni hii, ya pili ni ya meza ya Bwana. Kwa sababu hiyo nitajaribu kuweka muda vizuri ili ibada zote zifanyike vizuri na tumalize kwa wakati mzuri tu. Kwa hiyo nikukaribisha sasa tuianze safari ya mafundisho ya neno la Mungu kwa siku hii ya leo. Asubuhi ya leo tutaendelea na somo jingine kufuatana na jinsi ambavyo nilisikia wakati ninamuuliza Yesu. Na kama tungekuwa tunaandika vichwa vile vikubwa, kuna kichwa kikubwa cha somo halafu kulikuwa na vipengele ndani ya kichwa kikubwa. Kichwa kikuu ni vita vya kiroho. Vita vya kiroho ndio kichwa kikuu cha somo, lakini hatutakiangalia hicho moja kwa moja. Tutaangalia kipengele ndani ya somo hilo kuu la vita vya kiroho. Kwa hiyo kipengele cha leo cha somo kina kichwa kifupi tu, kinasema usimpe ibilisi nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Ndio somo letu la leo. Naomba tufuatane. Kuna utajiri mkubwa katika somo hili. Usimpe ibilisi nafasi. Na hiki ni chakula cha watoto wa Mungu, chakula cha waliokoka. Kutumia neno usimpe nafasi. Maana yake uko kwenye nafasi fulani, sasa usimpe nafasi akakuharibia. Weka maandiko haya. Waefeso sura ya 4 mstari wa 25 mpaka wa 32. Andika hivyo kama unaandika. Lakini wakati tunasoma sasa, tutaenda tunasoma vipengele kwa vipengele. Lakini ni Waefeso 4:25 mpaka 32. Na ule mstari wa 27 ndio unaozungumza juu ya hicho kitu. Niwaombe tusome watakatifu.
Biblia inasema mstari wa 25, Efeso 4, basi uvueni uongo, kaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Mwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Mstari wa 27 mfupi tu ndio huu ambao unabeba somo la leo. Wala msimpe ibilisi nini? Nafasi. Hapo ndio tutazungumzia, lakini tusome maneno yote mpaka 32. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Liwape neema wanaosikia. Kumbe kuna neno unaweza ukasema halitoi neema, lakini kuna neno unaweza ukasema inatoa neema kwa wanaosikia. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. 10:31. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. 32. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, kasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyofanya nini? Alivyowasamehe ninyi, na ninyi mfanye hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mafanikio yetu kiroho katika nyanja mbalimbali yanaenda sanjari na jinsi tunavyoweza kufunga kila aina ya mlango na nafasi kwa ibilisi asituingilie. Narudia hiyo sentensi. Mafanikio ya kiroho katika nyanja mbalimbali katika maisha yetu yanaenda sanjari au sambamba na jinsi tunavyoweza kufunga aina ya milango au nafasi kwa ibilisi kuingilia maisha yetu. Hayo ni maelezo ya kwanza. Lakini maelezo ya pili ni haya, kwamba lakini vile vile changamoto nyingi za kiroho katika maisha ya watu zinatokea kwa sababu ibilisi anapewa nafasi au anafunguliwa mlango wa kuingia na wahusika wenyewe. Ndio maana tumesoma hapo, usimpe ibilisi nafasi, kwa sababu huwa anafaulu akipewa nafasi. Asipopewa nafasi hawezi kufaulu. Hawezi kufaulu. Kwa hiyo ni muhimu sana kulitambua hili, kumnyima nafasi. Niwape mstari mwingine, uandike tu kama unaandika au weka kumbukumbu. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Kisha usoma huo, rudi tuendelee sasa. Yakobo 4 mstari wa 7 inasema hivi: basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atafanya nini? Maana wengi mnafahamu mstari. Naye atafanya nini? Takimbia. Unaanza
unaanza kwanza na msingi wa kumtii Mungu, halafu unampinga shetani naye anakimbia. Ile somo liko kwenye masomo yanaitwa masomo yanayohusu vita vya kiroho. Kile hiki ni kipengele, usimpe ibilisi nafasi. Ukimpa nafasi anaitumia sawa sawa. Tumia sawa sawa. Kwa sababu ya muda, naomba sasa turudi kwenye neno tulilosoma, tuchambue baadhi ya milango. Mwambie jirani yako, sasa tunachambua baadhi ya milango inayoingilia. Maana ipo hapo. Tuliposoma baadhi ya milango au nafasi anazozitumia kuingia. Tusome ule mstari tulioanza nao katika Waefeso sura ile ya 4. Unasemaje? Basi uvueni uongo, kaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Uvueni uongo. Mlango wa kwanza tunaotaka kuangalia ni huo uongo. Uongo. Mlango unaitwa uongo. Wakati ninatafakari na kusoma hili neno, nilikumbushwa njia ya kwanza kabisa aliyoitumia nyoka, ambaye ni ibilisi na shetani huyo huyo aliyeitumia kwenye bustani ya Edeni. Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni nini? Tuseme kwa nguvu, ilikuwa ni nini? Uongo. Na huo anautumia mpaka sasa. Aliingilia kwenye uongo. Aliingilia kwenye ulaghai. Alidanganya Adamu na Hawa. Kwa hiyo hiyo ni moja ya silaha mbaya sana za shetani. Uongo. Kwa hiyo shetani hutenda kazi kupitia njia ya uongo na udanganyifu tangu kwenye bustani ile ya Edeni. Na hii ni moja ya silaha zake kuu sana. Anaitwa baba wa uongo. Hebu tuende katika Yohana sura ile ya 8. Injili ya Yohana, twende haraka pamoja. Sura ya 8 ya Yohana. Ukitaka kuweka rekodi kwa kumbukumbu ya kusoma hata baadaye, wewe andika Yohana sura ya 8 mstari wa 31 mpaka wa 44. Yaani hiyo paragrafu yote hiyo inamzungumza kama baba wa uongo na kazi anazozifanya na mambo anayofanya. 8 mstari wa 31. Ukisoma hapo unakuta Yesu anasema, tutasoma kwa kurukaruka ili tuokoe muda. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli tawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Hayo ni mafafanuzi ya Yesu, utaona hapo mbele. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni wa uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Akaendelea na mazungumzo nao hapa. Sasa ule mstari wa 44 anawaambia hivi sasa, ninyi ni wa baba yenu nani? Sasa mliona Biblia hapo, twende pamoja. Ninyi ni wa baba yenu nani? Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda.
Yesu alikuwa yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa nini? Wa huo uongo. Kwa hiyo silaha mojawapo anayoitumia kuingia katika maisha ya watu na kuharibu ni uongo. Na unaweza ukashangaa, labda unaniuliza, mchungaji, shida unazungumza juu ya uongo mbele ya kanisa la Pentecost la FPCT? Na mimi nakwambia, nazungumza kabisa kama neno tulilolisoma hapa, kwamba hata hili neno linatuhusu hata sisi, linanuhusu hata mimi. Kwa sababu gani? Kuna mambo yanatokea, yamekuwa yakitokea na hata sasa yanatokea, kwa sababu Ibilisi anaingia katikati ya watakatifu kwa kutumia udanganyifu ama uongo. Mtu anasema uongo na anausimamia kabisa huo uongo, na mpaka anataka mlete mashahidi ndio aseme kweli, lakini anasimamia kwenye uongo kabisa. Na huo ndio mojawapo ya mlango wa shetani unaopaswa kufungwa kabisa. Punga mkono kama tunakwenda. Lango mbaya sana wa Ibilisi nasumbua wateule, sio wote, baadhi yao hawasemi kweli. Sema, nimekutana mpaka na watumishi wa Mungu wanasema uongo mpaka unataka kulia machozi. Anatetea hoja ya uongo kabisa, mtumishi uongo kabisa, mpaka unataka kulia. Sasa ikiwa mtumishi anaweza kusema uongo, watu wa kawaida inakuwaje sasa? Silaha mbaya sana, roho ya uongo. Kwa hiyo shetani anaweza kuingilia hapo, akaandaa watu waongo, akaandaa watu wenye hila, wakaibua jambo la uongo na wakalipalilia, wakalikuza mpaka ikaonekana kama mlako, na linaathiri baadhi ya maisha ya watu wengine. Bila shaka mmeona kwenye movie, kuna movie hizi za mbalimbali, kuna movie za Kinigeria, kuna movie za aina mbalimbali. Yaani jambo linatengenezwa linaonekana kama la kweli, na kuna watu walijiingiza kwenye mambo kama hayo, baadaye Mungu akaja akawabana. Wako katika hatua ya kumaliza maisha yao, anasema samahani, mimi niwaambie, nilimkosea Mungu, nilisema uongo mahali fulani na nimesimamia huo uongo, naomba nitubu. Nilisemaga nimeishi kama muongo, nimefanikiwa kwa kusema uongo. Msingi wake ameujenga kwa kudanganya. Hakika za Musa anasema, sasa niwaambie kweli, nilisema uongo. Ile ni roho mbaya sasa. Funga mkono na Yerusalemu. Wangapi wanasikia vizuri kukumbushwa hili neno na Yesu mwenyewe? Amina. Kwa hiyo mlango mmoja wapo anaoingilia yule adui ni uongo. Tumesoma hapa, mseme kweli kila mmoja na jirani yake. Jirani yake ni neno pana sana, maana hata hapo ulipo ni jirani yako huyo sasa hivi, lakini kule unakoishi kuna majirani. Sema kweli. Na Yesu amesema hivyo kwamba mkifahamu kweli itawaweka huru, mnakuwa huru kweli kweli. Na wao wanaanza kumjibu, sisi hatujawa watumwa wa mtu yeyote wakati wowote. Na anaambia kwamba yeyote anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ninyi ni watumwa, hata kama mnasema mko huru, anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kile lazima mfahamu kweli. Na mkifahamu kweli itawaweka huru kweli kweli. Wakati nimeokoka bado mimi ni mchanga kiroho,
Sikujua sana kwamba hata watu wa Mungu waliookoka wanaweza kupata mashambulizi mpaka ya mapepo. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba ukishaokoka, umeokoka, mtu hawezi kuwa na mapepo. Nimekuja sasa kupata ule ukweli miaka tu mingi iliyopita kwamba mtu anaweza kafungua mlango, ameokoka, lakini akateswa na mapepo. Kuna mlango tu umefunguliwa mahali fulani, yaani ukiachia mlango hawatajali wewe ni nani, una cheo gani, ukaacha mlango kwa shetani, ataingia, atautumia ule mlango, ile nafasi ataitumia. Sasa siku moja niko mahali fulani, tukashtukia watu wanatuambia kwamba kuna ndugu yetu hapa, ghafla tu alikuwa anasoma Biblia, lakini ameshtukia haoni tena Biblia, haisomi. Yaani akiweka neno hii maandishi yanachanganyika, hawezi kusoma tena, ghafla tu. Na huyo ni mlokole, ameokoka, anafanya mpaka huduma, lakini ghafla asikia kama kisa, hawezi kusoma. Sasa siapeleka hospitali, wakaenda kupima, wanapima hivi, hawaoni shida kwenye macho, lakini jamani, nawaambia haoni, ghafla. Labda aende abadilishe hospitali, akaenda hospitali nyingine, kabadilisha. Jamani, haya macho kwa jinsi tunavyoyaona kwa vipimo vya kawaida yako sawa sawa. Na yeye anawaambia, mbona sioni sasa? Kasema mrudisheni. Si wakamrudisha sasa nyumbani. Kasema ngoja tumuulize Yesu. Nataka kujua kilichotoka. Nataka kujua kilichotoka. Kamwambia Yesu, huyu mtu alikuwa anaona na anasoma. Kuna shida gani imetokea? Kuweka mkono namna hii kwa jina la Yesu. Yule mtu akasimama kidogo, anitemee mate, akasimama ghafla. Aliposimama namna hii nikasikia alivyofanya hapo, nikajua la kumbe wapangaji wameshaingia kwa mpendo. Mnanifuata? Mlango fulani umefunguliwa. Ndio pointi yangu. Kuna mlango mahali fulani umefunguliwa, uko wazi. Lazima huyo mtu ajue ni nini hichi kinachosababisha mpaka aingie. Kuna mlango umefunguliwa. Kuanza kuomba sasa. Yule mtu anasimama anataka kutupiga. Naambia sasa, wewe tumeshakugundua. Kumbe wewe tu umeleta upofu wa ghafla kwa mtu huyu. Kwa jina la Yesu, kaa chini. Kachuchuma, kaa chini. Toka kwa chini. Achia hayo macho. Kwa jina la Yesu. Achia hayo macho. Tulikuja. Yeye mwenyewe alituchokoza. Yakaza kusema. Yeye mwenyewe alitutafuta. Ndio maana tumekuja. Tukawaambia sasa mmegundulika. Tokeni kwa jina la Yesu. Kaondoka. Baadaye ndio tukakaa sasa na mpendwa. Tunamwambia mpendwa, kulikoni? Ilikuwaje tena? Akasema, unafahamu kidogo nilijichanganya, Mungu anisamehe sana. Tukamwambia usijichanganye tena. Unafungua mlango kwa mashetani, yatakutesa. Mmenipata sasa point? Mmenipata point nilionayo? Inaweza isiwe kile nilichokieleza, lakini ni mfano unaoleta uhalisia wa mtu anavyoweza kufungua nafasi, akampa nafasi Ibilisi, akapata nafasi ya kutesa. Sasa somo letu, usimpe nafasi Ibilisi. Tatesa maisha yako, tatesa watoto wako, tatesa uzao wako, tatesa mpaka biashara yako. Usimpe nafasi Ibilisi. Huwa anapewa, huwa anaachiwa. Tunasoma katika Yakobo, mtiini Mungu, mpigeni shetani, naye atafanya nini? Atakimbia. Na anajua kabisa ya kwamba mimi sina kitu. Ndio maana Yesu alisema, huyo anakuja huyo wa ulimwengu, sina kitu kwangu, hana kitu kwangu. Na shetani anajua kabisa kama huna kitu cha kwake, anajua. Lakini shetani anajua pia kama kuna kitu cha kwake. Yote anajua.
Nakumbuka wale vijana wa Matendo ya Mitume walitaka kukemea pepo. Tunakukemea pepo kama anavyokemea Petro. Na wakumbuka wale vijana kaambia Petro, tunamjua nini ni wakana, tuna habari naye na nini, na wao wanaigiza, si akawarukia, yanawajua. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unakujua, ule wa upande ule na ule wa upande wa Baba unakujua. Huwezi kuficha kitu, unajulikana na kiwango chako. Inatosha kusema mwambie jirani yako, usimpe nafasi ibilisi. Mwambie tu kwa niaba yako, usimpe nafasi. Usimpe nafasi. Jambo la pili, mlango mwingine. Wapendwa, tuseme kweli. Usijenge hoja na kung'ang'ania hoja za kuambia watu uongo, kumbe hauishi hivyo. Utapata shida mbele ya safari. Na ibilisi hata kuachia. Ukiwa na cha kwake, atakuganda kama nyuki, kama umejipaka mafuta, atakuganda tu. Atakufuata, una cha kwake. Kitu cha pili tumekisoma hapo. Maneno maovu toka vinywani mwa watu. Ni mlango mwingine. Maneno maovu toka vinywani mwa watu ni mlango mwingine, ni nafasi nyingine ya ibilisi kuingilia. Waefeso hiyo sura ya 4 mstari wa 29. Mstari wa 29 wa Efeso 4 unasema, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu. Na asili yake haya maneno yanayotoka vinywani huwa yanatoka moyoni, ndio kwenye injini yake, ndio mahali yanapokaa. Haya yanayotoka vinywani utaangalia baadaye. Lakini maneno maovu yasitoke vinywani mwetu. Inaonekana kama vile tunarudi kwenye mafundisho ya awali kabisa, lakini ndio vitu ambavyo vinafanya watu wakosane, watu hawasemeshani, watu hawaendi pamoja kwenye vikundi, makanisani. Maneno maovu yanatoka kwenye vinywa vya watu. Yale maneno yanapotoka kwenye kinywa chako au cha kwangu, kama ni maovu, yanamfungulia nafasi yule adui, anaingia pale, anasogea pale. Maana yeye ni mwovu na maneno maovu ndio ya kwake. Huwezi kumfukuza. Unamwambia shetani ondoka, anakuambia una bidhaa yangu hapa, siondoki. Bidhaa yako nini? Maneno maovu yanayotoka kinywani mwako. Mimi sio mwovu mwenyewe, nitaondokaje na wewe una kiwanda changu hapa? Na nielewa nikizungumza na wewe. Maneno maovu yasitoke kinywani mwa mtu aliyeokoka. Kule ule mstari unamalizia, bali yawe na neema, ili yawape neema wanaosikia. Kuna maneno mengine hayana neema ndani yake. Ni kuponda, ni kuhukumu, ni kukemea. Sawa, kuna mahali pa kukemea, kuna mahali pa kurekebisha, lakini isiwe style ya maisha. Huna chemchemu ya kusaidia watu wenye uhitaji. Ni maneno maovu yanatoka moyo, na yale sasa yanakuwa ni mlango wa kuingilia. Yule akiwa anaingia hapa kwenye maneno maovu, hapa anaingilia, na akiingia pale anatengeneza network sasa pale. Msipogundua na kutengeneza, inaharibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Neno lolote ovu lisitoke kinywani mwangu. Neno lolote ovu lisitoke kinywani mwako mtakatifu. Huo ni mlango wa shetani kuingia na kukusumbua na kukutesa. Maneno maovu ni bidhaa ya shetani, hayatakiwi kupita kwenye vinywa vyetu. Ni ya kujihadhari nayo. Wakati nilikuwa kwenye utumishi huu wa kanisa letu kama katibu mkuu miaka 15, kwa ngazi za kawaida na za juu kabisa, nimekutana na vitu vingi sana. Ninashughulika na issues na mambo ya watu mengine mpaka unashangaa kwamba huyu mtu anaweza kadiriki kusema neno la namna hii. Lakini kweli limetoka kabisa. Na watu wengine ni wajanja, mnaongea na rekodi. Ilikuwa hivi, hamna, ananisingizia. Mtaenda. Baadaye ananiambia kwa bahati nzuri niliona ananisumbua sana, nilishaweka kumbukumbu. Ilete hiyo kumbukumbu. Anakuja kumweza, mpaka mnainama chini. Ndio wewe unayekataa. Ndio wewe. Jamani, mimi sema Mungu utakatifu lazima utunzwe vinywa vyetu, kinywa changu, ili ibilisi asipate nafasi. Neno maovu. Na maneno hayo maovu sasa, kwa nini yanatoka vinywani? Yanatoka vinywani kwa sababu yako moyoni. Hayatoki kinywani kwa sababu yako kinywani, yanatoka kinywani kwa sababu ndio yamejaa kwenye moyo wa mtu. Na Yesu alisema hilo, yanayotoka kinywani mwa mtu yako moyoni mwako. Hebu twende Mathayo. Niwapeleka haraka Mathayo sura ya 15. Tuone pale. Chukue tu mfano mmoja hapa. Yesu anazungumza juu ya hilo swala la vinywa na maneno yanavyotoka, na akaeleza yanatoka wapi. Yako kinywani, lakini mahali pake panapotengenezwa ni kwenye moyo wa mtu. Mathayo 15 tusome mstari wa 17 kwa kuokoa muda, tungeanzia juu kidogo. Mathayo 15:17. Anasema, amfahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni ikatupa chooni, bali vitokavyo kinywani vyatoka wapi? Moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Anaeleza sasa 19, kwa maana moyoni hutoka mawazo mazuri. Kama Biblia yako vizuri. Moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo. Imerudiwa tena ushuhuda wa uongo. Yanatoka moyoni, na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Lakini kula kabla hajanawa mikono kumtii mtu unajisi. Jamani, haya ni mafundisho ya Yesu mwenyewe akiwa na wanafunzi wake. Kwenye moyo kumebeba taswira yako na ya kwangu. Kwenye moyo kuna kitu gani? Sasa yaliyoko moyoni wewe yanatoka kwenye vinywa, na hayo ndio yanatia mtu unajisi. Na kama kuna unajisi, shetani hatoki pale. Nje anakuwa anatembelea pale. Maana kuna bidhaa yake pale, kuna vitu vyake pale, na uweze kumkemea, ukamweza kumtoa pale. Mpaka uvitoe hivyo vitu viondoke, tu atakimbia. Lakini vipo utakuwa. Jambo la tatu. Mlango wa ibilisi ambao unatakiwa kufunga, nafasi ambayo anaitumia. Namba 3 ni vishawishi toka watu wabaya. Vishawishi kutoka watu wabaya. Tuangalia Mithali sura ile ya kwanza. Mithali sura ile ya kwanza na mstari tuanze na 10 pale.
Biblia inasema hivi, mstari moja, tunaanza na mstari wa 10. Mwanangu, ndio na Biblia bila shaka mmepata. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe kubali. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Maana yake ni kwamba watu wabaya wakikushawishi usiwape nafasi. Ukishawishiwa ukakubali, umemfungulia shetani nafasi. Wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali, pinga, kataa. Na hiyo ndio njia mojawapo ya vita ya kiroho ya kumshinda shetani. Usimpe nafasi, usikubali. Mstari 11, tusome haraka. Wakisema haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu, tumuotee asiye na hatia bila sababu, tuwameze hai kama kuzimu na wazima kama wao washukao shuhuda, tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Inatosha, utasoma mpaka mwisho. Mojawapo ya vitu vinaharibu hatima ya watu ni ushawishi. Ushawishi. Kuna ushawishi mzuri, lakini tunazungumzia ushawishi mbaya unaoharibu vijana wa kike, vijana wa kiume, wa baba, wa mama, watu wote. Ushawishi mbaya. Na ukifunguliwa tu tayari mambo yameharibika. Miaka imepita, ni shuhuda ambazo nimekutana nazo. Tukutana na ndugu mmoja alibeba mzigo. Ninalisema hili na sitaji jina la mtu kwa sababu nafundisha. Mama mmoja alikuwa anafanya biashara ya haya hizi nguo za vitenge, kwenda Kigoma analeta mzigo, nyuma kidogo hapa. Na wala sio wa Yerusalemu, wa mahali pengine tu. Kile nilifanya biashara. Kumbe hiyo biashara nalifanya na baba mmoja huko Kigoma. Jana alitaka vitenge, anatoa Kongo wapi, nakutana naye pale. Safari moja ameenda sasa, amefuata mzigo, hana keshi, anataka mali kauli na anataka mzigo mkubwa. Alipofika pale akamwomba yule baba, naomba tu. Baada ya kuomba sana, yule baba nikamwambia sawa, naomba mimi, naomba toka ushahidi kamoja kwamba kweli utarudisha, utalipa hiyo hela. Ushahidi mwenyewe ukawa ni mbovu. Akakubali. Ninyi ni watu wazima. Ushahidi huo ni wa kwenda mahali fulani na kufanya ufuska fulani. Ile jamaa akamwambia sasa, ninaona kumbe ushahidi upo, nenda sasa. Akaja na mzigo, kaenda na mzigo wake ule. Sasa ule mzigo aliuleta au aliufikisha pale alipokuwa anaufikisha, kumbe ameshajichafua. Yesu amemuuza kwa vitenge. Mume wake hana habari, yeye anajua anashughulika na biashara. Anafika sasa, dhamiri inamwambia kweli mavitenge haya hapa, lakini Yesu amemuuza kwa vitenge. Anaenda kanisani, hana amani. Anajaribu kujibarakaza, hana amani. Alishafungua mlango kwa shetani. Kutubu pale kwenye kanisa lao anaona ni shida, na hiyo ni shida nyingine tena. Kama mtu anajua anahitaji kutengeneza, akaona achomoke, akatafuta mchungaji mwingine kwa kanisa jingine, si ndio? Akaja kwangu na nilimuuliza, umepita muda sasa, wewe si wachungaji huko?
siri za watu. Fichua siri za watu ni kama madaktari. Kama kuna swala la kuomba na kumaliza au anaomba na kumaliza. Yule mama ananiambia, "Sasa mchungaji, sina kabisa. Sina amani, lakini nimesikia moyoni nije kwako." Wakati ule nilikuwa chini. Nifuata. Kanisa sio la Yerusalemu hapa. Kanisa jingine tu la kiroho hiki. Sasa mama unasemaje? "Mama, nitumishe sala ya toba. Hata mume wangu hajui kabisa, lakini nimeshaasi." Kama ongoza sala ya toba. Baba anaja kwako. Naomba unisamehe. Tukaomba pale na mimi kwa sababu nikaanza kulia. Namhurumia. Amemuuza Yesu kwa vitenge vya Kongo. Namhurumia huyu mwanamke. Tukaomba pale tukamaliza. Baada ya kumaliza, kamamuuliza unasikiaje? Najisikia sasa nimetua mzigo. Huo mzigo nimeshautua sasa. Ninajua wewe mchungaji huwezi kumwambia mtu yeyote. Mimi siambiagi kitu, mimi na Yesu peke yangu. Tumemaliza hii ishi, tumeimaliza, tukaimaliza. Akarudi kwao, akaendelea. Siku moja ninamuona na yeye anaimba. Mchungaji wake hajui yaliyotokea. Anaimba na Biblia Yesu. Anaendelea. Nani sasa leo? Kwani hajasamehewa? Amesamehewa kweli kweli. Lakini alifunguaga mlango. Yaani kwenye biashara yake kukakutana na changamoto, akanifungulia mlango lile jamaa, nikaharibu maisha yake. Mnielewa watakatifu? Na ninakosa vitu nyeti kidogo leo, lakini si ndio neno la Mungu lenyewe. Mkate wakati mwingine unakuwa wa aina nyingine, huu ni wa aina nyingine leo. Pokea, mwambie jirani yako pokea. Kuna watu hapa Mungu anataka kuwatengeneza maisha yao. Kanisa haliko kwenye mlengo mmoja tu wa haleluya za kila siku, mtabarikiwa, mtafanya nini. Kuna wakati operation zinafanyika ili watu siku moja wamuone Yesu mbinguni. Unaona mpaka leo. Baadaye ndio akafariki. Hii kesi ilikatwa. Rufaa ilitolewa kwa Yesu nilikusamehe. Yesu akasamehe. Kwa nini natoa huu ushuhuda? Natoa huu ushuhuda kwa sababu mlango mmoja anaoingilia shetani, kushawishiwa. Kushawishiwa. Tuinue mikono. Hakuna atakaye kuhukumu. Hamjawahi kushawishiwa nini? Mimi nimewahi tu mara ngapi? Kumbe mimi nina shida kubwa. Shashawishiwa. Lakini wanagonga mwamba. Yesu asifiwe. Vishawishi vidogo na vikubwa shakutana navyo. Nilitaka kushangaa. Nasema nina kanisa la ajabu. Hakuna aliyewahi kushawishiwa. Unafikiri ukinyosha mkono, si ndio ukweli wenyewe ule. Funga mlango. Ushawishi mbaya. Funga mlango. Uwe salama. Hatima za wengine zimeharibika kwa sababu wameshawishiwa vibaya, wakapelekwa pembeni. Sasa wanafuatilia wairudishe ile hatima yao. Na njia pekee ni kuambia sasa, komesha. Ya kumkomesha shetani ili asikufuate tena ni kutubu dhambi yako. Atachukia, atakufyonza, unamwambia mimi natubu, sina kesi na Yesu wangu, na ungama hii dhambi, hakuna aliyekuwa anaijua, lakini Yesu alikuwa anaijua, na itubu hii dhambi. Unatubu kwa kumaanisha toba ya kweli. Mlango ule unafungwa siku hiyo hapa. Kuna mahali. Angapo mwenyewe. Ndivyo Biblia inavyotembea. Nataka kufunga mlango wa shetani. Acha wote. Funga mlango mahali anapoingilia na kuleta wote. Funga pale. Nyenyekea kwenye kiti cha enzi. Tubu madhambi yote kwa kugaragara au kwa kugaragara. Tubu. Hapo mashetani yatachukia. Ataanza kutumiana habari. Naona sasa
huyu naye katuacha tena. Hatuacha. Juzi tulikuwa naye hapa. Si nimeshatubu hivi, nimetuacha hivi. Wakijaribu kukusogelea, wanakuta moto wa Yesu. Maana unazingiwa sasa. Maana una utukufu wa Yesu sasa. Maana una uwepo wa Yesu sasa. Sio wajana tena. Toba ndio ilikuwa inawaokoa wana wa Israeli mara kwa mara. Wanaenda vitani. Wakitaka kwenda vitani, wanauliza, "Twende na sanduku la Bwana?" Bwana anawaambia nendeni. Kama kuna uovu anawaambia, "Tengenezeni uovu wenu. Hamwezi kwenda na sanduku la Bwana. Mtapigwa na maadui." Musa anatangaza siku za kuomboleza na kutubu na kujisafisha. Utukufu wa Bwana ukirudi, anawaambia nendeni, maana Bwana yuko pamoja nani. Na makuhani wanaruhusiwa kubeba lile sanduku la agano, maana uwepo wa Bwana uko katikati yao. Lakini Bwana akiona uwepo hauko katikati yao, alikuwa anawaambia msiende. Tunaelewana watakatifu wa Bwana? Njia ya kumshinda shetani ni nini? Njia ya kumshinda shetani wewe na mimi, kama kuna jambo baya limetokea, ni nini? Toba na kuacha. Kuna njia ya kurudisha utukufu kwa njia nyingine yoyote, ya ufundi wa aina yoyote. Kumwambia mwana wa Mungu Yesu, yuko hapa, natengeneza maisha yangu. Na watu, ulikuta watu kwenye hizi huduma, wengine wameteswa sana kwa sababu wanaishi maisha ya katikati. Kwa Yesu anataka na kwa shetani anataka, na ana mafanikio anayotaka. Kwa hiyo anakaa hapo katikati, anateseka. Kumbe shetani anamtesa, kumbe ana vitu vya shetani, na hataki kuambia watumishi wa Mungu, "Mniombee tu baraka." Tutakuombea baraka, na wewe una ugomvi na Mwokozi mwenye baraka. Tukuombee baraka, zitakujaje baraka? Futa kesi na Mwokozi, baraka ni tele. Uweza wake ni wa ajabu wa kusaidia watu. Ondoa ugomvi na Mwokozi, na shetani akimbie, aondoke pale, kwa sababu kambi yake itakuwa imeharibiwa. Kwa njia gani? Ya toba ya kweli. Toba ya kweli inamfanya shetani akimbie, akuache, asiwe rafiki yako tena. Haleluya. Turudi ule mstari wa 31 wa Efeso. Kuna mambo machache pale yametajwa. Tuko pamoja? Watakatifu tuko pamoja leo? Wa Efeso 4:31 inasemaje? 31 wa Efeso 4 inasemaje? Inasema hivi: "Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila aina ya mbaya yaondoke kwenu." Amesema uchungu, amesema ghadhabu na hasira, kelele na matukano yaondoke kwenu. Maana yake yakiwemo katikati yenu hayo ni mlango wa shetani, ni mlango wa kuingia na kuwatesa. Kwenye makelele, kwenye matukano, kwenye ghadhabu, kwenye hasira, ni mlango wa shetani, utamtoa. Takuwa unaongelea katikati ya ufalme wake pale. Nasema yaondoke kwenu, maana huo ni mlango. Sasa sisi tulio na familia, hakikisha kwenye familia yenu mko sawa sawa. Mume na mke na watoto, kaeni sawa sawa. Msio mnakuja mnapatania kanisani. Nyumbani moto wa kuotea mbali. Alafu mnaletana kanisani. Tunasifu wote. Yaani mtu anatamani abaki tu kanisani. Tukisema tunafunga ibada, anaanza kujiuliza, tunarudi nyumbani tena. Tungebaki tu hapa Yerusalemu. Maana nyumbani hapakaliki. Makelele, matukano, hasira, yote hivyo ni mlango, ni kiwanda, yaani ni mahali shetani anatawala. Lakini ukitoka kule kuja Yerusalemu, napambia tunapika hapa, tunaimba, tunashangilia, tukifunga tu. Mungu awabariki, mwende kwa amani. Mmoja anasema tunaenda kwa amani gani sasa huko nyumbani? Ninayosema ni kweli, si kweli? Yapo hayapo? Nirekebishwe. Paulo akawaambia makelele
yasiendelee, ili shetani asipate nafasi. Atawatesa. Mkiaelekeza haya mtateseka, hamtamuweza, maana mna vitu vyake. Neno uchungu lenyewe tu linajitosheleza pale. Yaani unaweza ukalifafanua. Kuna watu wanatembea na uchungu. Ni mwenye uchungu. Siri yake tu. Ukifungua moyo wako, kuna uchungu. Sasa Biblia inasema uchungu utoke ni kama nyongo. Na watoto kule wananiingiza. Alafu watoto ukienda ukamuuliza, mchungaji shida amehubiri nini? Katashika tu nyongo. Bonga mkono mtumishi wangu. Sasa ninapomalizia kwa ajili ya kujiandaa kwa ibada ya pili, nataka nitaje njia za kushinda sasa. Njia za kushinda. Tutazitaja tu, tutasoma, tukupa mistari, tutasoma. Njia ya kushinda sasa. Unashindaje sasa? Jambo la kwanza, na tumelisoma, ni kukaa katika neno la Mungu. Yohana 8:31. Kukaa katika neno la Mungu. Yohana 8:31. Yesu alipowaambia, ukikaa katika neno langu mtaijua kweli. Kukaa katika neno la Mungu. Ukikaa pembeni ya neno la Mungu tu, yani kwa ujumla wa maisha yako, ukaenda kinyume na neno la Mungu, mlango wa adui uko wazi kwako. Kaa katika neno la Mungu. Maana yake tembea kama neno linavyofundisha. Tembea kama neno linavyosema. Unakuwa na ulinzi. Nje ya neno la Mungu, mlango umeshafungwa. Yesu akamwambia, kaa katika neno lako. Namba moja hii. Jambo la pili, kukaa ndani ya Yesu. Kukaa ndani ya Yesu. Yohana 15:4 na 5. Nakumbuka haya maneno. Kukaa ndani ya Yesu. Maana anasema, msipokaa ndani yangu mweze kufanya neno lolote. Sasa nakumbuka haya maneno. Kukaa ndani ya Yesu. Kuna watu wanatoka. Leo yuko kwa Yesu, kesho yuko kwingine tena. Kesho yuko kwa Yesu, yuko tena kwingine. Kaa, tulia ndani ya Yesu. Simfungulie mlango au nafasi ibilisi. Kukaa ndani ya Yesu. Yohana 15:4 na 5. Yohana 15:4 na 5. Jambo la tatu ni kujaa kuishi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Kujaa ni kujaa Roho na kuishi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Hakikisha umejaza Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 1:8. Matendo ya Mitume 1:8 na Warumi 8:9. Warumi 8:9. Jambo la 4 ambalo niwarudishe liko kwenye Waefeso pale tulipo soma Waefeso 4 ule mstari wa mwisho sasa. Neno linasema hivi: tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Wenye nini? Mlio na Biblia hapo. Wenye huruma, kasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Ile neno tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameheana kama Mungu katika Kristo alivyo, ni la muhimu sana. Ukitaka kufanikiwa, tukitaka kufanikiwa, lazima huruma iwepo, rehema iwepo, kusameheana kuwepo. Nje ya kusameheana
kusameheana. Na mahali ambapo hakuna msamaha, shetani yuko pale. Mahali ambapo hakuna rehema, shetani anasogea. Ufadhili ni kufanya nini? Si ni kutenda wema. Huwa wakati mwingine nasema mfadhili ni Mungu. Si ndio? Kwa hiyo lazima tufadhiliane sisi kwa sisi. Ufadhili linaenda kwenye utoaji. Tenda wema kwa ndugu zako, tenda wema kwa adui yako. Yesu mpaka anafundisha hata maadui tunaweza tukawatendea wema. Wale wanaoitwa maadui katika mabaya. Acha mambo ya kisasi. Uwe na huruma na ndugu zako. Ni kweli amekukosea, lakini neno linasemaje sasa? Kama umekosea, neno linasemaje? Usamehe. Usiposamehe, uko kwenye nafasi ya mlango wa shetani kukushughulikia wewe usiyesamehe. Umefungua mlango tayari. Amini ngumu sana kusamehe. Yaani omba rehema za Mungu, uwe na moyo wa kusamehe. Utakuwa na matatizo. Mwimbaji asiyesamehe, mchungaji asiyesamehe, mshirika asiyesamehe, anaenda wapi huyo? Samehe ndugu zako, samehe waliokukosea, waliokuomba msamaha na ambao hawajakuomba msamaha. Achilia uione mbingu kama haitakuwa rafiki na wewe. Achilia, usitembee na majina ya watu na album ya watu. Waachilie. Hivi unafikiri kila mtu aliyeko hapa, kila mtu anakusema vizuri? Anyoshe mkono ambaye anajua wote wananisema vizuri mimi. Anyoshe mkono tumpigie makofi, baadaye tutamnunulia na soda. Hapo nyumbani kwako tu wengine hawakupendi. Nyumbani kwako hapo. Niishie hapa, maana nitayafunulia. Lakini unawapenda. Yuda alipendwa na Yesu hata kama alikuwa msaliti. Alikuwa tu na yeye kwenye kundi la wanafunzi. Kwani Yesu hakujua kwamba kuna mwizi wa fedha? Alikuwa naye. Kawa naye mpaka dakika za mwisho wakamalizana. Yesu akarudi mbinguni. Mwambie jirani yako, Mayuda watakuwepo. Lakini Yesu atatusaidia kuwashinda Mayuda. Simama sasa kwa Mungu. Barikiwa watu wako. Usimpe ibilisi nini? Na mnakumbuka vipengele tulivyopitia Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tuabudu halafu tumshukuru Mungu. Tafuta wimbo wa kuabudu tushukuru Mungu, kisha shukuru Mungu nimalizie. Tukiwa tunaabudu hapa, nataka niwape mwelekeo wa leo. Mwelekeo wa leo ni watoa. Sitaita mtu hapa. Kini mwelekeo wa leo ni watoa. Hapo ulipo, hapa nilipo, tutamwambia Bwana kama kuna mahali kuna jambo limetendeka. Kuna jambo ambalo wewe mwenyewe unalijua, inatosha wewe kulijua na Mungu analijua. Mwambie kwa moyo wako wa ndani kwamba kuanzia leo huu mlango niliofungua mahali hapa na ufunga. Na kufunga ni kwa toba, ni kuomba msamaha, ni kuomba msamaha wa kweli kwa Yesu. Wewe sio malaika, ulishakosea, ulishafungua mlango kwa shetani. Ndio maana Roho Mtakatifu alinisisitiza sana nikwambie funga huko mwana. Na njia ya kufunga ni toba. Ili sasa Bwana aachilie baraka zake. Tupe wewe kwa kuabudu kwa Kristo. Halafu Somebody have a
Kwenda mbele za Bwana ni siku ya utakaso, siku ya kuomba rehema. Fanya unayesikia kufanya hivi, sio lazima wote. Unayesikia kufanya hivi, fanya. Ziba mlango wa yule adui. Funga kabisa mlango wa yule adui. Na njia kuu ya kufunga mlango wa yule adui, kama kuna jambo, na kuliweka bayana mbele zake na kumwambia Roho Mtakatifu ashughulike. Damu ya Yesu isafishe. Damu ya Yesu ipite, ikufungue. Kuna vifungo vingine vimeshindikana kwa sababu kuna mlango haujafunga. Kuna mlango uko wazi. Vitu vinavyoitwa sugu kwenye mambo ya kiroho, sugu, tatizo sugu, kifuatilia sana, kuna mlango mahali haujafunga. Kuna kitu sugu kwa Yesu. Kuna kitu sugu. Mlango huo ufungwe. Mlango huo ufungwe. Adui asipate nafasi ya kukuhukumu tena. Zungumza naye kwa utaratibu. Sema taratibu na Yesu. Kama huna jambo lolote, shukuru Yesu. Shukuru. Kile kama kuna jambo, mwambie Yesu, hii ndio nafasi, hii ndio fursa. Baada ya mafundisho haya ndio fursa ya kurekebisha, ya kutengeneza, ya kufunga mlango wa yule adui. Kwa njia ya toba, kwa njia ya kuomba rehema, kwa njia ya kuomba msamaha. Endelea kidogo, endelea kidogo, endelea. Jana Yesu, uwe wazi kwake. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa neno lako la uzima, neno la kufunga nafasi na mlango ya ibilisi kutesa maisha ya watu wako kwa njia ya kukaa na vitu ambavyo havijawekwa wazi kwako, havijarekebishwa kwako. Kwa njia hiyo wengine amewatesa, hawaendi mbele, wako kwenye vifungo. Baba, achilia rehema zako. Achilia rehema zako kwa huyu ndugu. Achilia rehema zako kwa mwanamke huyu, kwa binti huyu. Achilia rehema zako Yesu. Achilia masamaha yako, damu yako ya thamani. Maadamu ametambua, maadamu amekiri, maadamu anajua sasa, damu yako isafishe. Damu yako isafishe. Damu yako ipite, itakase, iondoe kila aina ya majuto, kila aina ya majuto ndani yake. Damu yako Yesu inatosha. Damu yako Yesu inatosha. Asante kwa rehema zako. Asante kwa masamaha yako. Asante kwa kusamehe. Asante kwa kuachilia. Katoliko ulikuwa duniani uliitwa rafiki wa wenye dhambi. Rafiki mwema Yesu, mwachilie ndugu huyu. Mwachilie ndugu huyu. Samehe ndugu huyu. Takasa ndugu huyu. Takasa kila nafsi inayokujia leo, inayokujia sasa, kwa rehema, kwa masamaha, kwa toba. Takasa kila nafsi. Takasa kila nafsi. Ponya kila nafsi.
katika jina. Katika jina. Na sasa Baba, ninaomba sasa. Na sasa Baba, katika jina la Yesu, popote alipo huyu mwenye kifungo cha aina yoyote kilichoambatana na mlango kufunguliwa na ametembea kwenye kifungo hicho, na sasa baada ya toba hii ninatamka kufunguliwa kwake sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo cha namna yoyote, kiwe cha magonjwa, kiwe kifungo kwenye biashara, kiwe kifungo kwenye masomo, kiwe kifungo kwenye mahusiano, kifungo hicho na kitoa kwa jina la Yesu, na king'oa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo cha aina yoyote kwa jina la Yesu kinafunguliwa. Kwenye nafsi kinafunguliwa, kwenye mwili kinafunguliwa, milango inafunguliwa, iliyokuwa imefungwa inaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, nakushukuru kwa wema wako. Sifa na utukufu katika jina la Yesu, ndiye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Na wote sasa tuseme amina. Shangilia Yesu, amina.